Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakusalimia kupitia jina la Yesu popote ulipo, uliye bara la Ulaya, bara la Amerika na popote ulimwenguni. Kwa majina yangu naitwa Pastor Musa Kilamba. Ninakuletea neno la Mungu na utambue kwamba tunayo safari ya kwenda mbinguni. Leo tutaenda kuangalia kitabu kile cha Ayubu sura 22. Ayubu sura 22 21. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Nataka nikuambie mtu wa Mungu unayetazama, hakikisha unamjua Mungu na unautafuta uso wa Bwana. Na njia pekee ya kumjua Mungu, wewe ambaye hujaokoka, ni kuokoka kumwamini Yesu akawa Bwana Mwokozi. Na wewe ambaye umerudi nyuma, ni kutengeneza na Mungu. Tunamjua Mungu kwa njia ya kutafuta uso wa Bwana, kama inavyosema Nyakati wa Pili 16:11 inasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wa Bwana. Hakikisha mtu wa Mungu unajaa nguvu ya kutafuta uso wa Bwana. Kadri utakapojaa nguvu za kutafuta uso wa Bwana, hapo Mungu ataendelea kujifunua kwenye maisha yako, atajifunua kwenye utumishi wako, atajifunua kwenye ndoa yako, atajifunua kwenye maisha yako ya kila siku. Na nataka nikuambie, ukimjua Mungu hautavaa vimini. Kama wewe ni mwanamke, ukimjua Mungu hautavaa vimini, na kama wewe binti mwanamke, ukimjua Mungu hautavaa hivyo visuari, maana neno lako litakuwa limo ndani yako. Na mtu yoyote aliyejaa neno ndani yake hata kuwa rafiki wa dunia. Na Biblia inasema rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Ukimjua Mungu na neno la Kristo likakaa ndani yako, hautapenda mpira. Leo hii mpaka wachungaji, maaskofu wanashangilia mpira, washirika wanakufa kwenye dhambi, ndugu zao wanakufa kwenye dhambi. Wewe ni askofu, mchungaji, mwinjilisi, mwalimu, mshirika, unapata wapi nguvu ya kukaa kwenye ushabiki wa mipira? Ndugu zako wanafia kwenye dhambi, rafiki zako wanafia kwenye dhambi, unapata furaha gani? Nataka nikwambie, ile siku ya mwisho lango la mbinguni litawakataa. Leo hii mpaka kuna baadhi ya makanisa watu wanahamasisha kushabikia mipira, mpaka wanaacha wengine ibada kwa ajili ya mpira. Ole wako, kuna siku inakuja, siku wasio ndani ya wanadamu, kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora. Walijisahau na mambo ya dunia. Niko hapa kukuambia ndugu yangu na nitazama, geuka leo. Mungu anasema nilikupanda kuwa mzabibu mwema. Mbona umebadilika? Wewe mchungaji, mbona umebadilika? Wewe mwinjilisi, mbona umebadilika? Wewe mwalimu, mbona umebadilika? Wewe mtume na nabii, mbona mmebadilika? Mnatumia mafuta ya upako. Manake Mungu alipokuwa na kuokoa ukuwa hivyo, lakini kuna siku inakuja Mungu atakukataa. Wewe nabii na mtume unayetumia mafuta ya upako, heri ukageuka. Ukimjua Mungu hautatumia mafuta ya upako wala maji ya upako, maana jina la Yesu linajitegemea. Mungu anajitegemea. Nataka niseme ya kwamba ndugu, tunayo safari ya kwenda mbinguni. Usije ukajisahau, tamani kumjua Mungu. Lango bado halijafungwa, kuna siku lango litafungwa. Nataka nikwambie, mwanaume Yesu anakuja. Mjue Mungu ili uwe na amani ndani yako. Ile siku ya mwisho kutakuwepo na kilio, kutakuwepo na kia. Mungu ataangalia wewe ni nabii, ataangalia wewe ni mtume, ataangalia wewe ni askofu, ataangalia wewe ni shehe. Maana siku ile tutajipanga mstari na kila mmoja atatoa hesabu. Inawezekana wewe mawazo yako yamekaa kwenye mpira, mchungaji, mtumishi wa Mungu, wewe nabii kwenye mpira, wewe mtume kwenye mpira. Kweli rafiki wa dunia, giza na nuru havifanani. Kuna ushirika gani kati ya mpira na Mungu? Haipo kabisa, haipo. Hata kwenye Biblia haikuona mahali Mungu ameandika mpira. Hakuna kabisa, haipo. Nataka nikwambie, toka Mwanzo mpaka Ufunuo hakuna mahali palipoandikwa mpira. Geuka leo. Yesu bado anakupenda na Yesu yuko mlangoni. Share ujumbe na watu wengine. Ni mimi mwinjilisi na mchungaji Musa Kilamba, Pastor Musa Kilamba. Nisema kwa Mungu awabariki sana, wapenda. Nawatakia siku njema. Share ujumbe na watu wengine. Amen.